الحمد لله الذي جعل الأوقات مواسما للطاعات وخص بعضها بفواضل البركات وفتح لعباده أبواب الخيرات ونوع لهم أبواب القربات ليتزودوا ليوم الميعاد ويستعدوا لدار الخلود والمعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الشهور محطة للتزكيات ومنازلا للترقي في أعلى الدرجات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البريات وإمام التقاة والهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الساعات وتعاقبت الأوقات. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, nakusieni sambamba na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa taala. Kwa hakika huo ndio wasia wa Allah tabaraka wa taala kwa wale wa mwanzo na wa mwisho. Asema Allah tabaraka wa taala: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, na kwa hakika tumewapausia wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu. Wa iyyakum an ittaqullah, na pamoja na nyinyi kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala amewahusia wale ambao waliopewa kitabu kabla yetu, na pamoja na sisi Allah subhanahu wa taala ametuhusia kumcha Allah jalla wa ala, kwani wasia huu ndio wasia wake Allah jalla wa ala kwa wale wa mwanzo na kwetu sisi wa mwisho. Fa inna shahra sha'ban shahra al-ihsan wal-ghufran wa miftahu ramadan fihi turfa'u al-a'mal ila rabbil arbab وتفتح أبواب التوبة لمن أناب ورجع وأواب. فطوبى لمن اغتنم أوقاته وعمر ساعاته بالطاعات وتهيأ فيه لشهر الصيام والقرآن قبل أن ينادي المنادي بالرحيل والفوات. وكيكا mwezi wa Shaaban ni mwezi wa ihsan, ni mwezi wa kufutiwa makosa na Allah tabaraka wa taala, na ni mwezi ambao ni ufunguo wa kujiandaa na mwezi wa Ramadhan. Ndani yake hunyanyuliwa matendo na kupelekwa kwa Allah jalla wa ala, kwa Mola wa viumbe vyote. Lakini kadhalika hufunguliwa milango ya tauba kwa yule ambaye anayetaka kutubia na kurejea na kujiweka karibu na Allah jalla wa ala. Lakini kadhalika kheri iliyoje kwa yule ambaye atakayetumia wakati wake huu ndani ya mwezi huu wa Shaaban kwa ajili ya kurejea na kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara saatihi, lakini kadhalika na akazifanya zile nyakati zake, muda wake ukawa ni kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Watahayya fihi li shahri siyami wal Qur'an, na akajiandaa ndani ya mwezi huu wa Shaaban, akajiweka sawa sawa kwa ajili ya mwezi wa funga na mwezi ambao ndani yake imeteremka Qur'an. Kabla an yunadi almunadi, kabla ya kuita mwenye kuita, ambaye atakapoita katika hali ya majuto, wakati ambao umekwisha kutuondokea mwezi huu wa Shaaban na umekwisha kupita wakati ambao wa kuziandaa nafsi zetu na kuiandaa miili yetu kwa ajili ya mapokezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fa an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma qala
قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. مبكيوا حديث kutoka أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله alisema Usama kumwambia mjumbe wa Allah ewe mjumbe wa Allah lam araka tasumu shahran min ash-shuhur sijapatapo kukuona ukifunga katika mwezi miongoni mwa miezi ma tasumu min Sha'ban kuliko vile ambavyo unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban qala sallallahu alayhi wasallam akasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhalika shahrun yaghfulu an-nasu an baina rajab wa ramadan huwa ni mwezi ambao wameghafilika kwa mwezi huo watu wengi katika mwezi huo nao ni mwezi ambao uko baina ya Rajab na mwezi wa Ramadhan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin nao ni mwezi ambao hunyanyuliwa matendo hunyanyuliwa amal kupelekwa kwa Mola wa viumbe vyote fa uhibbu an yurfa'a amali nami napendelea yanyanyuliwe matendo yangu wa ana saimun na mimi hali ya kuwa ni mwenye kufunga fa fi hadha alhadith bayanu thalath fadail azima na katika hadithi hii kuna ubainifu wa kubainisha fadhila tatu zilizokuwa tukufu ambazo zimetajwa katika hadithi hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam awalan annahu shahru ghaflatin wal ibadatu fi waqti al ghafla a'zamu ajran jambo la mwanzo ya kwamba mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao wameghafilika nao wengi katika watu na kufanya ibada katika wakati ambao watu wameghafilika na wakati huo ujira wake ni mkubwa mno mbele ya Allah tabaraka wa taala qala al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullah fihi fadlu al-ibadati fi awqat al-ghaflah li'annaha ashaqqu 'ala an-nafs wa a'zamu ajran intaha kalamuhu rahimahullah anasema al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullah ndani ya wakati huo kufanya ibada ndani yake katika wakati ambao watu wameghafilika kuna fadhila ndani yake kwa nini kwa sababu wakati huo unakuwa ni mzito na ni mgumu mno katika nafsi za wanadamu kutekeleza yale ambayo ya khairat ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala wa a'zamu ajran inakuwa wakati huo ni wakati wenye ujira uliokuwa mkubwa zaidi thaniyan annahu shahru raf'i al-a'mal ila Allah raf'an sanawiyan jambo la pili ya kwamba mwezi huu ni mwezi ambao wa kunyanyuliwa matendo kwa Allah tabaraka wa taala yananyanyuliwa katika mwaka ndani ya mwezi huu wa Shaaban qala al-imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah turfa'u a'malu as-sanah fi Shaaban kama turfa'u a'malu al-yawm fi akhirih wa a'malu al-usbu' yawm al-khamis intaha kalamuhu rahimahullah anasema al-imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah ya kwamba hunyanyuliwa matendo ya mwaka katika mwezi huu wa Shaaban kama vile ambavyo hunyanyuliwa matendo ya siku pale inapoishia ile siku hiyo lakini kadhalika na hunyanyuliwa matendo ya wiki katika siku ya Alhamis thalithan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru fihi min as-siyam jambo la tatu ni kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha ndani yake kufunga katika mwezi huu wa Shaaban fa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu Sha'ban kullah kana yasumu Sha'ban illa qalila hadith muttafaqun alayh
Nipokewa hadithi kutoka kwa ummina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amesema kwamba alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akifunga mwezi wa Shaabani wote. Alikuwa akifunga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Shaaban isipokuwa masiku machache. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ma'nahu annahu kana yasumu mu'damahu. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, makusudio ya hadithi hii ya mama yetu Aisha kwamba alikuwa akifunga muda mwingi katika mwezi huu wa Shaaban na hakufunga mwezi mzima Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almu'minun, wa min fadail Shaaban anna Allah yattali'u ala khalqihi fi laylatin nisfi minhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. Enyi waumini, na miongoni mwa fadhila ambazo zapatikana katika mwezi huu wa Shaaban ya kwamba Allah tabaraka wa taala anawatizama waja wake, kuwatizama kwa jicho la rahma katika usiku wa nusu ya Shaaban, katika usiku wa tarehe 15 katika mwezi wa Shaaban. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yattali'u ila khalqihi, hakika ya Allah jalla wa ala huwatazama waja wake kwa huruma yake, kwa rahma yake, lailatan nisfi min Shaaban, usiku wa nusu katika mwezi wa Shaaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah jalla wa ala akawasamehe, atawasamehe viumbe vyake vyote Allah subhanahu wa ta'ala, illa limushrikin, isipokuwa yule ambaye mwenye kujalia kwa Allah tabaraka wa ta'ala mshirika na mwenza, au mushahinin, au wale ambao wenye kuwa na vifundo baina yao, wale ambao wana uadui baina yao watu hawa wawili. Rawahu Ibn Majah wa sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa laylatun nisfi min Sha'ban laha fadlun wa qad ruwiya fiha ahadithun mutaaddidah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Anasema Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban una fadhila yake, fadhila ambazo zimetajwa katika hadithi hii iliyotangulia ya kwamba Allah jalla wa ala anawatizama waja wake katika usiku huu kwa jicho la rahma, jicho la huruma, jicho ambalo kwa ajili ya kuwasamehe makosa yao na yale ambayo waliomuasi Allah tabaraka wa taala. Isipokuwa watu wa aina mbili Allah tabaraka wa taala hatowasamehe waja hao, yule ambaye mwenye kumjalia Allah subhanahu wa taala mshirika, lakini kadhalika na wale ambao wenye magomvi baina yao wawili hao. Kwa hiyo usiku huo wa nusu ya mwezi wa Shaaban maana yake ndio usiku ambao yananyanyuliwa matendo ya waja ya mwaka mzima. Fahdharu ya ibadallah min ash-shirki wash-shahna wal-hiqd wal-qati'ah fa innaha tuhramu al-maghfirah. Chukueni tahadhari enyi waja wa Allah tabaraka wa taala kutokamana na shirki, kutokamana na mizozano na mivutano na kuwekeana vifundo baina yenu na kukatana. Kwa hakika ya jambo hilo linaharamisha msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi wadh-dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أيها المسلمون عباد الله، فإن شهر شعبان فرصة عظيمة لتهيئة النفوس لرمضان. قال السلف الصالح: شعبان شهر القراء ورمضان شهر القرآن. بعدكم حميد الله جل وعلا، nakumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enyi waislamu waja wa Allah tabaraka wa taala, kwa hakika mwezi wa Shaaban ni fursa iliyokuwa adhim kwa ajili ya kuziandaa nafsi zetu kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wamesema wema waliotangulia, Shaaban shahrul qurra, mwezi wa Shaaban ni mwezi wa wale ambao wenye kukithirisha kusoma Qur'an. Wa Ramadhan shahrul Qur'an, na mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao umeteremka ndani yake Qur'an. Waqala Abu Bakar rahimahullah, na anasema Abu Bakar: shahru Rajab shahru az-zar' wa shahru Sha'ban shahru as-saqi wa shahru Ramadan shahru al-hasad. Intaha kalamuhu rahimahullah. Anasema Abu Bakar rahimahullah, shahru Rajab, mwezi wa Rajab ni mwezi wa kulima, ni mwezi ambao tutatakikana kulima, kupanda mazao yetu. Wa Sha'ban shahru saqi, na mwezi wa Sha'ban ni mwezi wa kumwagilizia, ndio mwezi ambao tutatakikana kuziandaa nafsi zetu, kuiandaa miili yetu kwa ajili ya mwezi wa kufunga na kusoma Qur'an, mwezi ambao ulioteremka Qur'an. Wa Ramadhan shahrul hasad, na mwezi wa Ramadhan ndio mwezi wa mavuno, mwezi ambao tutatakikana kuvuna yale ambayo tuliyoyalima katika miezi hii miwili iliyotangulia. Famin a'mali Sha'ban, na miongoni mwa matendo ambayo tutatakikana kuyafanya katika mwezi huu wa Sha'ban, al-ikthar min as-siyam, ni kukithirisha kufunga ndani ya mwezi huu wa Sha'ban kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili, at-taubatu as-sadiqah, tufanye tauba ya kweli ndani ya mwezi huu wa Sha'ban. Jambo la tatu, islahul qulub wa tarku ash-shahna, kutengeneza kuisafisha mioyo yetu, lakini kadhalika na kuacha magomvi na uadui baina yetu. Na jambo la nne, al-iktharu min al-Qur'an wadh-dhikr, ni kukithirisha kusoma Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na kukithirisha kuleta azkar mbalimbali ndani ya mwezi huu wa Sha'ban. Na jambo la tano, raddul madalim wa silatul arham, jambo la tano ni kurejesha vile ambavyo ulivyodhulumu, kuwapa watu haki zao ambao umewadhulumu, umechukua haki zao kwa dhulma, lakini kadhalika vile vile ukakithirisha kuunganisha udugu wako wewe na ndugu zako ambao mna nasaba, ambao mlikuwa mna mivutano, mna magomvi baina yenu, kwa ajili ya kuiandaa nafsi yako, kwa ajili ya kukiandaa kiwiliwili chako uweza kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah: ahsinu listi'dad li Ramadan min Sha'ban. Intaha kalamuhu rahimahullah. Anasema al-Hasan al-Basri rahimahullah, fanyeni vizuri katika yale maandalizi ya kuelekea katika mwezi wa Ramadhan ndani ya mwezi wa Sha'ban, kwamba tujiandae katika mwezi huu tuliokuwa nao kwa ajili ya kuelekea katika mwezi ambao wa kuyadiriki maghfira ya Allah tabaraka wa taala, kuweza kukithirisha amali za khairat ndani ya mwezi wa Ramadhan. Lazima tufanye mazoezi katika mwezi huu wa Sha'ban kama ambavyo alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo walivyokuwa wema waliotangulia ndani ya mwezi huu wa Sha'ban, walikuwa wakikithirisha kufanya yale ambayo ya kheri, kufanya yale ambayo ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyikum kama amarakum Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha 10. Allahumma salli wa sallim
وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.